Karibu tena katika baraka za Bwana. Ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na Bwana anaendelea kukutunza na ni ushindi unaopatikana katika Bwana. Bwana ni mwema na wakati wote, kwa hakika Bwana ni mwema na fadhili zake ni za milele sana, na Mungu wetu ni mwema, na ninakukaribisha sana katika mibaraka ya siku hii ya leo, na ni imani yangu ya kwamba Mungu ataendelea kukubariki na Bwana ataendelea kukuletea ushindi na ushindi wa kweli. Leo somo la leo ni somo la pekee sana, ni somo la pekee, somo ambalo natumaini litakubariki, somo ambalo litakuinua, somo ambalo litakufungulia kuona ushindi, ushindi, ushindi wa kweli. Somo letu leo linasema siri iliyojificha kwenye mwanzo mdogo. Siri iliyojificha kwenye mwanzo mdogo. Katika kitabu cha Zekaria sura ya 4 na mstari wa 10, Biblia inazungumza hapa kwamba maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi nao wataiona timanzi katika mkono wa Zerubabeli. Naam, hizi 7 ndizo macho ya Bwana yapiga mbio huku na huko duniani kote. Ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Katika changamoto makubwa yaliyokuwa yakimkabili Zerubabeli, neno la Bwana linakuja kumwambia Zerubabeli kwamba ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo. Kuna siri kubwa iliyojificha katika mambo madogo. Hebu sikiliza hili. Kwa kawaida wanadamu huvutiwa na vitu vikubwa vinavyoonekana na vinavyoleta matokeo ya haraka. Mara nyingi watu hushangilia mafanikio makubwa na kudharau mwanzo mdogo. Hata hivyo, historia ya kazi ya Mungu katika Biblia inaonyesha kitu tofauti kabisa. Mara nyingi kazi kubwa za Mungu huanza kimya kimya na kwa namna ambayo haivutii macho ya watu. Mbele za mbingu, mambo madogo yanaweza kuwa mwanzo wa kusudi kubwa. Mambo ya kusudi kubwa. Hebu sikiliza hili. Wakati hekalu lilipoanza kujengwa tena baada ya uhamisho wa Babeli, msingi wake ulionekana mdogo sana ukilinganishwa na hekalu la Sulemani. Watu wengi walihuzunika kwa sababu mwanzo wake haukuwa wa kuvutia. Ndipo Mungu akamtuma ujumbe kupitia nabii Zekaria akisema, ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Kile kinachoonekana kidogo kwa macho ya wanadamu kilikuwa mwanzo wa urejesho mkubwa wa Mungu. Hivyo Mungu alikuwa akiwafundisha watu wake kwamba mara nyingi siri ya mafanikio makubwa huanza katika mwanzo mdogo. Siri ya mafanikio makubwa huanza katika mwanzo mdogo. Wanadamu tunapenda kusherehekea vitu vikubwa, mambo makubwa. Unapoangalia hata historia ya watawala wakubwa duniani, walianza katika mwanzo mdogo. Wengine walikuwa wauza mandazi, wengine walikuwa mabaunsa, wengine walikuwa wakifanya kazi ndogo, wengine walikuwa washona viatu, wengine walikuwa wauza migahawa, lakini wakatokea kuwa watu wakubwa na watu wakuu duniani. Ninazungumza mwanzo wa mambo madogo. Kuna mtu ananisikiliza hapa na huenda uko katika mwanzo mdogo. Usikate tamaa. Mungu anaanza katika vidogo, anaanza katika vidogo, katika kusudi kubwa, kusudi lenye ushindi, kusudi lenye utukufu, kusudi linaloweka wazi, kusudi linaloambatana na mambo makubwa ya Mungu. Mungu na akakupe mwisho mkuu. Usidharau mwanzo wa mambo madogo. Usidharau mwanzo wako. Bwana anakusudia kukupa yaliyo mema. Bwana anakukusudia kukukuza katika mwanzo mdogo. Yesu mwenyewe alizaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi, kakijiji kadogo, mwanzo mdogo. Alizaliwa katika hori la ng'ombe,
Mwokozi wa ulimwengu. Watu zaidi ya bilioni 2 wanamwamini, na zaidi ya watu hao bilioni 2 wanatarajia habari njema ya kurudi kwake, habari njema ya wokovu inayotoka kwa Yesu Kristo. Mwanzo wa mambo madogo. Mwanzo wa mambo madogo. Kijijini ulikotokea, katika ufinyu, katika uduni, katika udogo wa kijijini, Mungu akakuinua. Mungu akakuinua. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, sijui unanisikiliza ukiwa na hali gani, sijui unanisikiliza ukiwa na historia gani ya maisha, lakini ninachokuambia na ujumbe ninaokupatia, usidharau mwanzo wa mambo madogo. Usidharau mwanzo wa mambo madogo. Mambo madogo yanaweza kubadilisha upepo, yanaweza kubadilisha mambo, yanaweza kubadilika. Mungu ni Mungu wa ajabu, anayetenda mambo ya ajabu. Wakati hekalu hili linaanza kujengwa kipindi cha Zerubabeli, watu wanaangalia misingi yake, wanalinganisha na hekalu la Sulemani. Ndipo Mungu anamwambia Zerubabeli kwamba kwa nini usidharau siku ya mambo madogo. Na mimi nataka kukuambia rafiki yangu, katika jina la Yesu, usidharau siku ya mambo madogo. Never ever underestimate a day of small beginning. Mwanzo wa mambo madogo, siku ya mambo madogo. Kuna mambo makubwa 4 ama 5 hapa, nataka uyaelewe haya. Jambo la kwanza, katika mambo madogo, mwanzo wa mambo madogo kudhihirisha uwezo wa Mungu. Small beginning reveals the power of God. Mwanzo wa mambo madogo, yani mwanzo mdogo unaonyesha nguvu za Mungu. Mara nyingi Mungu huanza kazi yake kwa namna ndogo, ili utukufu wa mafanikio uwe wazi kuwa unatoka kwake. Kama jambo linaanza na nguvu nyingi za kibinadamu, watu wanaweza kudhani mafanikio yanatokana na uwezo wao, lakini Mungu anapoanza na mwanzo mdogo, watu hutambua wazi kwamba ni kazi ya Mungu. Ninazungumza habari ya mwanzo wa mambo madogo. Nataka uelewe hili rafiki yangu, ya kwamba mwanzo wa mambo madogo, yani unadhihirisha uwezo wa Mungu, Mungu anavyoweza kutenda mambo ya ajabu. Ndio maana Mungu anamwambia Zerubabeli, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Unakumbuka habari ya Daudi akiwa anachunga kondoo tu. Alianza kama mchungaji mdogo wa kondoo kule kondeni. Alianza kama mchungaji mdogo tu asiyekuwa na jambo, lakini alifikia kuwa mfalme wa Israeli. Mwanzo mdogo. Ninazungumza na mtu mwenye duka dogo, ninazungumza na mtu mwenye biashara ndogo, ninazungumza na mtu mwenye kazi ndogo, ninazungumza na mtu tu ndio amepata kazi, ndio tu kwanza amepata ajira mpya, ndio kwanza tu ameanza, ndio kwanza. Nazungumza mwanzo wa mambo madogo. Bwana anaweza kugeuza udogo wa jambo lako, udogo wa biashara yako, udogo wa kitu unachokifanya kuwa jambo kubwa lenye ushindi, jambo kubwa lenye utukufu, jambo kubwa lenye neema. Namba 2, sikiliza jambo la pili, na hili ni jambo la msingi sana. Sikiliza jambo hili la pili. Sadaka ndogo inaweza kuleta muujiza mkubwa. Small contribution can produce large outcomes. Mchango mdogo. Unaweza ukasema, mimi bwana sina mchango mkubwa sana, kodi yangu nayolipa kwenye serikali ni ndogo tu. Lakini kodi hiyo inaweza kutenda mambo makubwa, inaweza kufanya mambo ya ajabu. Nazungumza haba na haba hujaza kibaba. Kidogo kidogo, tone tone hujaza ndoo. Kidogo kidogo, kidogo kidogo, kidogo kidogo, kidogo kidogo, kile kidogo unachokifanya. Rafiki yangu, unaweza usifanye mambo makubwa katika jamii, unaweza usilishe maelfu ya watu, lakini ukamlisha mtu mmoja tu mwenye njaa, na mtu huyo akaleta tofauti kubwa katika jamii. Ninazungumza habari ya vitu vidogo vidogo vinavyoweza kuleta jambo kubwa sana. Usidharau mwanzo mdogo.
Mara nyingi kile kinachoonekana kidogo mikononi mwa mwanadamu huwa kikubwa sana mikononi mwa Mungu. Mungu hahitaji rasilimali nyingi ili kufanya miujiza. Badala yake anataka tu kile kinachoonekana kidogo ili kuonyesha nguvu zake. Katika kitabu cha Mathayo kuna kisa hapa cha kijana ambaye alikuwa na mikate 5 na samaki 2 vidogo tu, na huenda ilikuwa ni chakula chake cha mchana. Huenda kilikuwa ndio chakula chake pekee ambacho alikuwa amekibeba. Nazungumza habari ya mchango mdogo. Na Yesu anapowaambia wanafunzi wake, wapeni watu chakula, anawaambia hapa hakuna chakula, ni nyika tupu, ni mtoto tu mwenye mikate 2 na samaki 2. Anawaambia wapeni watu chakula. Na anapowaambia hivyo, anapowafanyia hivyo, wanapoleta kile chakula, kinapofika mikononi mwa Yesu, Yesu anakiongeza. Contribution ndogo, mchango mdogo katika jamii. Usione haya katika kile kidogo unachokifanya. Kinaweza kufanya mambo makubwa, kinaweza kufanya mapinduzi makubwa, kinaweza kubadilisha mawazo yako, kinaweza kubadilisha mchango mdogo. Nazungumza, usidharau mwanzo wa vitu vidogo. Usidharau mambo madogo. Mungu anaweza kuyafanya mambo madogo haya kuwa kitu kikubwa kwa ushindi na utukufu wa Bwana. Rafiki yangu, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, sijui unanisikiliza ukiwa na mambo gani katika moyo wako, sijui unanisikiliza ukiwa na mawazo gani, lakini ninachotaka kukuambia, Mungu wa pekee anaweza kubadilisha vitu vidogo kuwa vitu vikubwa kwa ushindi na utukufu. Yule mtoto mwenye samaki tu wale 2 na mikate 5, watu 5,000 walikula, watu 5,000 walishiba. Mwanzo wa mambo madogo. Je, unahisi mchango wako ni mdogo hapo kazini? Je, unahisi mchango wako ni mdogo pale nyumbani? Je, unahisi mchango wako ni mdogo kwenye jamii inayokuzunguka? Je, unahisi unachokifanya ni kidogo? Usikate tamaa. Katika udogo huo Mungu atafanya mambo makubwa zaidi. Mungu atatenda miujiza mikubwa zaidi. Mungu atafanya maajabu makubwa zaidi. Mwanzo wa mambo madogo. Namba tatu. Uaminifu katika mambo madogo hufungua mlango wa mambo makubwa. Uaminifu, consistency kwenye kile unachokifanya kila siku, kwenye jambo lile unalolifanya kila siku. Jipe nidhamu katika hicho kidogo unachokifanya, ili uwe bora, ili uwe hodari. Sikiliza rafiki yangu, Mungu mara nyingi hujaribu uaminifu wa mtu katika mambo madogo kabla hajampa majukumu makubwa. Ufalme wa Mungu hukua kupitia uaminifu wa kila siku katika mambo ya kawaida. Yesu alifundisha kanuni hii aliposema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Maisha ya Yusufu yanaonyesha ukweli huu wa hii safari. Safari yake ya kufikia uongozi haikuanza katika ikulu, bali gerezani. Hata akiwa gerezani Mungu alihudumu. Hata akiwa gerezani Yusufu alihudumu kwa bidii, kwa uadilifu, hata mahali ambapo hakuna mtu aliyemwona. Kwa sababu ya uaminifu wake katika mambo madogo, Mungu alimuinua baadaye kuwa mtawala katika nchi ya Misri. Ikulu ilianza na uaminifu katika mahali pa siri. Uaminifu katika mambo madogo. Mambo madogo yale. Je, wewe ni mwaminifu katika mambo madogo? Je, ni mwaminifu katika kile kidogo unachokifanya? Je, unawahi kazini? Habari gani ya fedha uliyopewa kuisimamia? Uaminifu katika vitu vidogo vinajenga uaminifu katika jambo kubwa. Nataka kukuambia hivi rafiki yangu, huenda naongea na kijana, huenda naongea na mtu fulani hapa, kijana ambaye bado anajitafuta. Uwe mwaminifu katika mambo madogo. Uwe mwaminifu. Fanya kwa bidii, fanya kwa uaminifu. Yusufu alikuwa mwaminifu. Katika nyumba ya Potifa alikuwa mwaminifu. Gerezani alikuwa mwaminifu. Kila mahali Yusufu alikuwa mwaminifu. Na baada ya kuwa mwaminifu kwenye haya mambo madogo madogo, aliaminiwa na kuwekwa juu ya mambo makuu na juu ya mambo yote. Nini ninazungumza hapa, mchungaji Singo? Ninachozungumza hapa rafiki yangu, nataka nikutie moyo, uwe mwaminifu.
hata katika mambo madogo Mungu atakupandisha, Mungu atakuweka juu, Mungu atakubidisha. Kuwa mwaminifu, usidharau mwanzo wa mambo madogo. Yusufu katika udogo wake alikuja kuwa kiongozi wa juu katika nchi ya Misri. Mungu na akutie nguvu. Ninamwomba Bwana akutie nguvu, uwe mwaminifu hata katika mambo madogo. Namba nne, sikiliza hii namba 4, na ni ya msingi sana. Namba 4, ufalme wa Mungu hukuzwa kama mbegu. Ufalme wa Mungu hukuzwa kama, furahia. Ninachokisema hapa ni nini? Small wins build motivation and confidence. Yaani ufalme wa Mungu unakuzwa kama mbegu. Sikiliza hapa Yesu anavyosema. Yesu mara nyingi alifananisha ufalme wa Mungu na mbegu. Mbegu inayoonekana ndogo sana, lakini ndani yake kuna uwezo wa kukua na kuna kitu kikubwa. Yesu alisema ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali, ambayo ni ndogo kuliko mbegu zote, mdogo sana kuliko mbegu zote. Ingawa ni ndogo, mbegu ya haradali hukua na kuwa mti ambao ndege hupata kivuli katika matawi yake. Vivyo hivyo kazi ya Injili ilianza na kundi dogo la wanafunzi waliomfuata Yesu kule Galilaya. Hawakuwa na nguvu za kisiasa, hawakuwa na rasilimali nyingi, lakini kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu ujumbe wao ulienea duniani kote. Mwanzo mdogo uligeuka kuwa harakati ya ulimwengu mzima. Ninazungumza habari ya ushindi mdogo mdogo. Ni kweli unaweza usishinde mambo makubwa, unaweza usishinde vitu vikubwa, lakini unaweza kushinda kitu kidogo, na kile kitu kidogo unachokishinda kitakupa uwezo mkubwa wa kufanya mambo makubwa zaidi. Mungu na akupe ushindi. Yawezekana hujajenga ghorofa lakini umejenga kibanda. Yawezekana hujanunua gari lakini umenunua baskeli. Ndio mwanzo huo, ndio hatua ndogo ndogo hizo. Hizo hatua ndogo ndogo zinakufanya usimame katika uwezo mkubwa ambao Mungu amekujalia. Furahia, mshukuru Mungu kwa hako kitu kadogo, kwa hiyo hatua moja ulioifanya, kwa hiyo hatua moja uliopiga. Mtoto kabla hajakimbia anaanza kidogo kidogo, anaanza kidogo kidogo, anaanza, na katika mwanzo mdogo mdogo huo anakuja kuwa mtu mzima. Hebu fikiria kwa wale ambao ni wazazi, kwa wale ambao wamepata watoto, kwa wale ambao wana watoto. Hebu fikiria mtoto anapoanza kupiga hatua ya kwanza, furaha ilioje! Wazazi wanashangilia. Hapa mtoto hakimbii mbio za marathon, ni hatua tu ile moja ndogo, ile kasimama peke yake, ile wanaimba kasimama peke yake, kasimama peke yake, ile tu kasimama peke yake, wazazi wanashangilia. Rafiki, shangilia ushindi mdogo unaoupata, ushangilie. Kama huwezi kushangilia ushindi mdogo unaopata, hauwezi kushangilia ushindi mkubwa. Kama huwezi kushangilia hatua ndogo ndogo ulizopiga, kama huwezi kushangilia faida fulani ulioifanya, kama huwezi kushangilia ushindi fulani mdogo ulioufanya, na rafiki yangu, hata uwe na ushindi mkubwa huwezi kushangilia, kwa sababu usidharau mwanzo mdogo. Usidharau mwanzo mdogo, ninakwambia katika jina la Yesu Kristo, usidharau mwanzo mdogo. Mwanzo mdogo utakufikisha katika jambo kubwa. Thamini ule mwanzo wako mdogo. Umenunua shati lako la mtumba jipya, huo ni mwanzo mdogo. Shukuru Mungu, mshangilie Bwana, furahi, piga makofi, jipongeze kwamba umeweza kufanya. Ile simu yako umetoka kwenye kisaswadu, umenunua simu kidogo ya kupangusa. Ni kweli sio ghali, haina kamera bora, haina hicho kidogo ulichokifanya, jipongeze, mtukuze Mungu. Nataka kuambia, kwa kushangilia na kufurahia ushindi mdogo, utaweza kupiga hatua na kukubali ushindi mkubwa maishani. Mungu na akupe kushangilia. Sikiliza, utashangaa. Utashangaa. Namba 6, wokovu ulianza kwenye hori. Great achievement often begin quietly. Nilikuambia hapa awali ya kwamba Yesu aliyezaliwa kwenye hori, watu bilioni mbili wanamwamini. Watu zaidi ya bilioni 2 wanamsubiri Yesu aje awachukue katika makao ya amani, lakini alianza kama kitoto kichanga katika hori la ng'ombe. Usidharau mwanzo wa mambo madogo.
Usidharau mwanzo wa mambo madogo. Kamwe rafiki yangu, usidharau mwanzo wa mambo madogo. Mwanzo wa mambo madogo ni mwisho wa mambo makubwa, ni mwisho wa mambo makubwa. Mfano huu wa Yesu, alizaliwa katika hori la ng'ombe, mahali pa unyenyekevu. Mtoto huyu aliyelala horini, leo watu wanamsherekea, watu wanamshangilia, watu wanamwabudu. Yeye ni Mungu wa mbinguni, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, na atarudi kutuchukua. Sasa sikiliza tunapomalizia, na hili ni jambo la pekee. Usisubiri, anza na ulicho nacho. Usisubiri vitu vikubwa, usisubiri mambo makubwa yaje. Anzia hapo ulipo, anza hapo ulipo, anzia hapo hapo, piga hatua hapo hapo. Usisubiri uwe bora, hautakuwa bora. Unaanza na hivyo vidogo na unaviboresha. Anza mara moja, anzia hapo ulipo, anza na hizo rasilimali ndogo, anza na huo mtaji ulio mdogo. Utamkumbuka huyu Musa anapoambiwa kwenda kulikomboa taifa la Israeli. Musa hakuwa msemaji. Musa alikuwa na fimbo tu, lakini ile fimbo iliwaongoza wana wa Israeli, ilifanya mambo makuu sana. Fimbo tu, rafiki yangu, fimbo. Habari gani ya Gideon, kijana mdogo tu ambaye alikuwa amejificha, lakini alianza na hivyo alivyo navyo, mtungi na mwenge, vikaleta ushindi mkubwa katika Israeli. Anza leo. Siri ya mwanzo mdogo ni kwamba mara nyingi Mungu huwa anafanya kazi mahali ambapo wanadamu hawaoni umuhimu wake. Kile kinachoonekana kidogo leo kinaweza kuwa mwanzo wa mambo makubwa hapo kesho. Shamba la mchungaji lilimwandaa Daudi, Daudi akiwa kule shambani. Gereza lilimwandaa Yusufu akawa mtawala. Kundi dogo la wanafunzi liligeuka kuwa kanisa kubwa la ulimwengu. Hori la Bethlehem lilikuwa mwanzo wa wokovu wa wanadamu. Sikiliza rafiki yangu, unaweza kuanza katika udogo na Mungu akakuweka katika vikubwa. Mungu akakuweka pakubwa. Usidharau mwanzo wa mambo madogo. Usidharau rafiki yangu. Sijui una nini mkononi mwako. Yawezekana ukawa na fimbo kama Musa, yawezekana ukawa mikate kama yule kijana, yawezekana ukawa katika mwanzo mdogo. Usidharau huo mwanzo mdogo. Huo mwanzo mdogo utatenda mambo makubwa, utatenda makuu, utafanya ya ajabu. Kwa nini usianze leo? Kwa nini ile biashara usianze leo? Kwa nini ile kazi usianze leo? Kwa nini ile shughuli usianze leo? Kwa nini kile kilimo usianze leo? Kwa nini ile biashara usianze leo? Kwa nini ule ufugaji usianze leo? Kwa nini yale mahusiano yasianze leo? Kwa nini kile ulichokuwa unafikiri kisianze leo? Katika udogo wake anza, na katika udogo huo Mungu ataweka mkono wake na kuwa baraka kubwa. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema. Kwa nini usio sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu? Baba wa mbinguni, tunakushukuru, umetupatia ujumbe wa pekee. Mwanzo wa mambo makubwa yanaanza kidogo. Umetukumbusha tusidharau mwanzo mdogo, mwanzo hafifu, hatua ile ya kwanza, ile hatua ya kwanza ambayo haikuonekana kuwa bora, lakini ilifanya mambo makubwa. Kuna watu wamekuwa wakiahirisha, kuna marafiki wamekuwa wakiahirisha mambo tena na tena na tena, lakini baada ya somo hili wanataka kuanza katika mwanzo huo mdogo. Tenda kwa utukufu wako, tenda kwa ushindi, tenda kwa baraka, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen.